njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Amen. Naomba mketi. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, tunamshukuru Mungu ambaye ametuwezesha kupata nafasi hii, nafasi ya pekee katika siku hii, tukitambua tunakaribia kufika kilele cha mwezi wa vijana kwa dayosisi yetu. Pia katika neno hili mtumishi wa Mungu Daudi anaweka swali kama mwanzo wa kutafakari. Anaweka swali kwamba ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake. Hili linaonyesha kwamba maisha ya hapa duniani na hasa katika umri wa ujana ni maisha yenye mambo mengi, mapito mengi. Ili kijana aifikie ndoto zake ama maono, atapita maeneo mbalimbali, si ndio wapendwa? Atapita katika njia mbalimbali, nyakati na majira mbalimbali. Unapofikia umri wa ujana, basi ndoto na maono pia yanazaliwa wakati huo. Mara nyingi hata tukifundisha dini shuleni, napenda kuwauliza, wewe unataka kuwa nani baadaye? Kwa hiyo katika kule kufikiri kwamba wewe ni nani, hiyo ni ndoto, maono, ndoto ya kuwa nani baadaye. Na usipojitambua kwamba unataka kuwa nani baadaye, basi ni vigumu pia kufikia ama kuwa na maisha fulani baadaye. Tutatumia muda wetu mpaka saa 7:30 kwa kuwa tumechelewa kuanza. Kwa hiyo niombe uvumilivu wenu na mambo yatakuwa mazuri. Mtafurahi, bila shaka mtapenda hata tuendelee bila hata kuhitimisha. Bwana asifiwe. Hebu sasa tumpokee kwa makofi mengi anapokuja hapa mbele. Karibu sana. Mungu akutunze. Amen. Tusoma kuanzia mstari ule wa 11 mpaka ule wa 15. Kitabu cha Waamuzi. Kama huandiki, sijui kama utakuwa na hasara, lakini sina uhakika na hilo, lakini kama una mahali pa kuandika ni vizuri. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 6. Kama nisome kuanzia mstari ule wa 11, nitasoma mpaka ule wa 16. Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 11 mpaka ule wa 16. Naomba niwatangulie kusoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, sema ehe. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidia. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Hebu sema, Bwana yuko pamoja nami, mimi shujaa. Anasema Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, si Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Midian. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu. Hebu sema, enenda kwa uwezo wako huu, ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe,
nawe utawapiga Wamidian kama mtu mmoja. Amen. Kichwa cha somo kinachosema enenda katika uwezo wako huu. Enenda katika uwezo wako huu. Enenda katika uwezo wako huu. Naomba nijue wanafunzi wangapi hapa ni wa shule ya msingi? Nyosha mkono kama uko shule ya msingi, darasa la 7, la 6. Asante sana. Tusheni. Wanafunzi wangapi hapa ni wa sekondari? Kama ni sekondari nyosha. Asante sana. Asante, nashukuru sana. Wanafunzi wangapi hapa wako kwenye level ya chuo ama walishamaliza chuo ama wako mtaani kwa namna yoyote, lakini hauko sekondari wala shule ya msingi? Nyosha. Nyosha mkono. Nyosha nione vizuri. Asante sana. Yuko mmoja. Naomba tujipigie makofi. Safi sana. Nataka tuangalie enenda katika uwezo wako huu. Ukisoma Waamuzi mlango ule wa 6 mstari ule wa 14, Biblia inasema Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu. Enenda kwa uwezo wako huu. Enenda kwa uwezo wako huu. Nataka tutafakari namna unavyoweza, sema ehe, namna unavyoweza kama kijana kutumia uwezo Mungu aliyoweka ndani yako, kutumia uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako katika ngazi ya familia, katika ngazi ya kanisa, katika ngazi ya jamii na katika ngazi ya taifa. Namna unavyoweza kutumia uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako kama kijana. Uwe ni kijana wa shule ya msingi, uwe ni kijana wa sekondari, uwe ni kijana wa chuo na uwe umemaliza chuo, hili neno linakuhusu. Namna unavyoweza kutumia uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako katika ngazi ya familia, katika ngazi ya kanisa, katika jamii iliyokuzunguka na taifa la kwa ujumla. Kwa hiyo kuna kitu Mungu ameweka ndani yako ambacho familia inapaswa kunufaika nacho. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako ambacho kanisa linapaswa kunufaika nacho. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako ambacho jamii inapaswa kujivunia na kusema tunahitaji kijana kama huyu. Familia zinapaswa kujivunia na kusema ya kwamba tupate wapi, ningetamani binti yangu awe kama binti wa fulani, ningetamani mtoto wangu wa kiume awe kama mtoto wa fulani. Tunajivunia huyu kijana kwa sababu kuna uwezo Mungu ameweka ndani yake. Kuna kitu cha ziada ambacho Mungu ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nikishaanza kufundisha, hakikisha uongei na mtu wala hugeuki. Tulia darasani. Amen. Sasa nianze hivi. Tupo kwenye dunia, sema ehe. Tupo kwenye dunia ambayo inadai matumizi makubwa ya uwezo kuliko matumizi makubwa ya taaluma. Narudia tena. Wewe ni mwanafunzi wa sekondari, sijakataa. Fanya vizuri kwenye masomo, sijakataa. Fanya vizuri chuo kikuu, sijakataa. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu na bado ninasoma. Fanya vizuri kwenye elimu yako ya msingi, sijakataa. Lakini tupo kwenye ulimwengu ambao unadai matumizi makubwa ya uwezo uliopo ndani yako. Ulimwengu unaodai vipawa, ulimwengu unaodai karama, ulimwengu unaodai vipaji, ulimwengu unaodai uwezo. Unaweza kutenda nini? Unaweza kuongea nini mbele yetu? Unaweza kutuonesha nini? Tuko kwenye ulimwengu wa namna hiyo. Soma, lakini usisahau tupo kwenye dunia ya uwezo. Bwana asifiwe sana. Sasa kuna mambo lazima tuyaangalie. Jambo la kwanza, napoanza kuprovoke nafsi yako, napoanza kukuchokoza kwenye nafsi yako,
Jambo la kwanza nalotaka ufahamu kama kijana, sema wewe ni zaidi ya unavyojifikiria. Hilo ni jambo la kwanza nalotaka ulifikirie ndani yako. Wewe ni zaidi ya unavyojifikiria. Kuna kitu cha zaidi cha ziada ambacho kipo ndani yako, Mungu anataka ufanye hapa duniani. Wewe ni zaidi ya unavyojifikiria. Wanafunzi wa shule ya msingi, Bwana asifiwe. Umekuwa ukijifikiria wewe ni mtoto mdogo. Wewe si mtoto mdogo, wewe ni kijana mdogo. Kuna namna unajifikiria, unajiona ni kijana mtu mzima kabisa, mapapai yamekaa vizuri, ukiongea tukisikia sauti unajua kabisa wewe kibiolojia umeshakuwa mtu mzima, lakini bado umejiweka kwenye kundi la watoto, na kuna vitu unashindwa kufanya kwa sababu unafikiri kuwa wewe ni mtoto badala ya kufikiri kuwa wewe ni mtu mzima. Vijana wa shule ya msingi, Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo wazazi wako wanafanya. Watakulisha chakula, watakupa ada, watakununulia boksa, watakununulia mavazi, watakununulia viatu, lakini kuna jambo ambalo hupaswi kuwaachia wazazi wako. Kwa umri ulionao unawajibika kwenye hilo jambo, nalo ni kuamua hatima ya maisha yako, kuamua kutumia uwezo Mungu aliweka ndani yako, kuamua unataka kuja kuwa nani, kuamua unataka kuwa nani. Hilo sio jambo unalowaachia wazazi wako, ni jambo ambalo unaanza kuwajibika sasa hivi ukiwa shule ya msingi, ni jambo ambalo unaanza kuwajibika sasa hivi ukiwa mwanafunzi wa sekondari. Maisha ni zaidi ya unavyofikiri. Ondoka kwenye mitandao, ondoka kwenye movie. Maisha ni halisi. Maisha ni zaidi ya marafiki unaozurura nao kuanzia asubuhi mpaka jioni na hakuna la maana unalovuna. Maisha ni zaidi ya wasichana wa watu unaowadanganya kuanzia asubuhi mpaka jioni na mahusiano yasiyoeleweka. Maisha ni zaidi ya hapo. Maisha ni zaidi ya ulevi. Maisha ni zaidi ya bangi. Maisha ni zaidi ya namna tunavyofikiri. Kuna kitu cha ziada na chenye maana lazima ukitafute kwenye maisha. Maisha ni zaidi ya marafiki ulionao shuleni unaopiga nao mbea kuanzia asubuhi mpaka jioni. Maisha ni zaidi ya kuzurura kijioni, hufanyi kazi nyumbani. Maisha ni zaidi ya hilo. Kuna kitu cha ziada. Maisha ni zaidi ya ugali wa shikamoo unaokula kila siku asubuhi na mchana na jioni. Maisha ni zaidi ya poketimani unaopewa shuleni. Maisha ni zaidi ya hapo. Kuna kitu nje ya box. Unahitaji kufikiri kama kijana. Kuna namna unahitaji kufikiri kama kijana kuyafanya maisha yako yawe na maana hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maisha, jambo la pili, maisha ni zaidi ya hapo ulipo sasa. Maisha hayajaishia hapo ulipo. Maisha yanaendelea. Maisha ni zaidi ya hapo uliko sasa. Wanafunzi, mnisikilize. Hapo ulipo kuna kitu cha ziada na kuna kitu cha zaidi. Kuna PhD, kuna master degree, kuna diploma wewe unayosoma.